السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuyatenda yale yanayomridhisha yeye Allah, na atuzidishie katika tawfiq na khair. Katika siku ya Alhamis hatukuweza kufanya kikao chetu sababu ya hali ya weather pia, lakini tulipata dharura ya safari tukaweza kurudi kuchelewa. Kwa hiyo insha Allah tumewahi leo katika siku ya pili. Tumwombe Allah yale ambayo tutayazungumza yawe ni yenye kutufaa katika dunia na kesho akhera. Sura ambayo tulikomea ni suratul Inshirah, alam nashrah laka sadrak. Na sura hiyo ilizungumzia kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usahali katika yale mazito aliyokuwa anayapitia. Na vile vile hii sura ambayo ni suratul Duha ambayo tutaizungumzia leo, bado mazungumzo yake yanafungamana na suratu al-Inshirah, yani maudhui ni moja. Vile vile kumkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpatia usahali kwa yale ambayo alikuwa akiyapitia wakati mambo yalikuwa yanakuwa magumu. Kwanza kabisa katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala ameita suratul Duha, ameitwa kwa jina la suratul Duha kwa sababu umeanza na kiapo cha Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa na wakati huo wa duha. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wadduha, maana yake alikuwa anaapa na anazungumzia wakati ambao ni baada ile ya ishraq, baada ya fajr, ule wakati ambao jua litachomoza kisha mpaka karibu na wakati wa adhuhuri. Baada ya kuchomoza kwa jua kwa dakika 20 tayari huwa wakati wa dhuhuri, mpaka kukaribia dhuhuri pia vile vile kwa dakika 20 au 15 wakati wa dhuhuri. Na huu ni wakati ambao Allah ameukirimu na ameutukuza, na fadhila zake tutazungumzia inshallah. Lakini tuangalie kwanza makusudio ya sura. Kwa hiyo kwa ajili ya kuitwa duha kwa sababu Allah ameanza sura hii na kuwapa na huu wakati wa duha. Makusudio ni kumkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyopewa katika fadhila kuanzia ni mdogo fi sigharihi wa shababihi, katika ujana wake, wa kibari, katika ukubwa wake. Yote yale aliyopewa na Allah Mwenyezi Mungu akawa anamtajia katika hii sura. Wa ibtalu qawli al-mushrikin, na pia vile vile hii sura imekuja kuvunja na kukanusha maneno ya mushrikin fi mazaimu, kwa kuwa walizaimu na wakadai bi anna Allah hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa abghadahu, kwa Allah anamgura mtume wake na amemchukia ama amemweka mbali. Baada inqita'i al-wahyi bi mudda, baada ya kukatikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wahyi kwa muda, basi Makuraishi wakasema hivi. Kwa hiyo sura imekuja kubatilisha hilo neno lao, watabshirihi, na kumbashiria bima aadda au bima uidda lahu min alkaramati fil akhirah, kwa yale yaliyoandaliwa katika karamati na mambo mazuri katika akhirah. Wa amarahu bishukri ala tilka ni'am bima yunasibuha, na akamwamrisha ashukuru kulingana na vile vile Allah alivyomneemesha. Basi Mwenyezi Mungu akamfundisha na yeye amiliane vipi na watu wake,
bil'atfi, kwa upole, ala al-yatim, upole awafanyie mayatima, wa rahmatun lilmuhtajin, na awe mwenye kuwa na huruma kwa wale watakaokuwa wanahitaji. Kwa hiyo kwa ufupi, hii sura Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia neema alizopatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia ni mdogo mpaka katika ujana wake na katika ukubwa wake, na pia akazungumzia namna alivyobatilisha mazungumzo na madai ya mushrikini kwamba Allah amemjura mtume wake na amemweka mbali kwa sababu ya kukatika wahi, na vile vile akambashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimekuandalia mambo mazuri na makubwa katika akhera, na akamwamrisha amshukuru Allah kwa kuwa mpole kwa mayatima na mwenye huruma kwa wale watakao hitaji. Katika sababu zilizotajwa kushukishwa sura hii, sahaba Junduba aelezea sema anil Aus ibn Qais, kutoka kwa Aus ibn Qais, kisha yeye asimulia sema abta Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alichelewa Jibril, alichukua muda bila ya kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mushrikun, wakasema waliokuwa wamekufuru na wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ud'a Muhammad, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameachwa na Mola wake ambaye Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sababu nzuri ya hii sura zimekuja sababu nzuri, zimeelezewa sababu nzuri nyingi, lakini hazina umuhimu, zote zinakuja katika maana moja, kwa sababu ni maneno yakisemwa basi kila mtu naye atasema. Kwa hiyo na wapokezi wanakuwa tofauti tofauti, anamsikia huyu akasema hivi, huyu akasema hivi, lakini malengo ni kwamba walikuwa wanamkejeli Mtume na kumwambia kwamba ameachwa na Mola wake na hajaletewa. Faanzala Allahu hadhihi sura, Mwenyezi Mungu akafikisha sura hii. Waqila, na pia imesemwa anna Khadija, aliyetamka maneno haya alikuwa mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija, lakini hakuyasema kama tutakavyotafsiri walivyosema mushrikini, bali tutaitafsiri kwamba qalat ta'assufan wa hazanan au huznan, alisema tu kwa kushangaa kwamba umepita muda sasa, Mola wako ya Rasulullah hajakuletea maneno yote, hajakukumbuka, hajakuletea bishara yoyote. Kwa hiyo ikiwa itakuwa ni Khadija, basi alisema kwa maana hii. Lakini kabla ya kuendelea, tuangalie tunapata mafunzo gani ama hikma gani ama fadhila gani tunafahamu hapa, kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kumcheleweshea Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati kumfikishia wahi. Mfano, ilipokuwa ni kisa cha Aisha amesingiziwa amezini, wahi ilichelewa sana. Vile vile ilipokuwa ni wale watu wamekuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale maswali matatu waliotoa kwa wanavyuoni wa Kiyahudi, wakimwambia tupe maswali ambayo tutamuuliza Muhammad na atashindwa kujibu. Wakamuuliza kuhusu mtu ambaye ametembea ulimwengu mzima, mashariki al-ardh wa magharibi, kisha wakamuuliza kuhusu vijana walioamini zamani katika ulimwengu wa kwanza kisha wakapotea, kisha vile vile wakamuuliza kuhusu chakula kitakacholiwa cha kwanza watu watakapoingia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kuzungumza kwa wahi kwa matamanio yake, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hakuweza kuambia ninayo majibu akawadanganya au, bali aliwaambia njooni kesho nitawapatia majibu. Na katika hikma ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumwonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amthibitishe, kwa sababu si jambo dogo wewe umetimilizwa mathalan kwa watu na ukawaambia kila kitu na watu wakaanza kuamini, alafu wakati ule sasa watu wako katika kuvutana, wengine wameamini wengine hawajaamini, wewe watoa ahadi kisha ile ahadi ishindwe kutekelezeka. Ona hii hali ni ngumu, lakini ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida, lau alquran ingeshikika jumla moja, lakini Mwenyezi Mungu alijibu asema sisi tumefanya hivyo kuishikisha kidogo kidogo, kadhalika
linuthabbita bihi fuada, ili tuthibitishe kifua chako ya Rasul. Kwa hiyo kwa ile kwake mtume alikuwa ni wakati mgumu, lakini anathibiti, anaweza kuhimili. Na hapo ndio utapata maana ya Allah aliposema Allahu a'lamu haythu yaj'al risalati, Mungu ajua yuweka wapi mtume wake. Lau ingekuwa ni mtu mwingine na Allah hakumpatia thabati, basi angekuwa ni mwenye kukata tamaa, hali ni ngumu. Lakini wahi ulipokuwa kila ukichelewa watu wanamkejeli, wanamtukana, hiyo ndio ilikuwa ni kudhibiti kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia Allah alifanya hivyo kwa hikma, wajulikane wale walioamini kisawasawa na wale ambao hawakuamini, kwa sababu baadhi ya watu walipoona hali kama ile wakawa wenye kurudi, na hata ilipotokea fitna ya Aisha pia watu wengi waliingia katika fitna hiyo. Kwa hiyo hizi zote ni katika hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baada ya muda kisha Allah akafikisha hii sura wadhuha wallayli idha saja. Imam al-Farra asema, na ziko hadithi ambazo zimezungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikishiwa sura hii alileta takbir, na ni sunna, na ni hadithi nyingi zimethibiti. Sijataka tu kuziorodhesha hapa kwa sababu ya wakati, kuna mengi ya muhimu ya kuzungumza, isipokuwa wanasema kwamba unaposoma katika Qur'an, unapomaliza suratul Layl unaleta ile takbir, na sura takbir ni Allahu akbar, na baadhi ya kauli zinasema kwa Allahu akbar la ilaha illa Allah, Allahu akbar ndio mwanzo suratul Duha. Na kauli ya pili inasema utasoma suratul Duha mpaka utakapomaliza, kisha utaleta hizo takbir. Hizo takbir alizileta Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alifikishiwa hii sura. Angalia ile furaha aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ni furaha ya kuja wahi, hatujaangalia hii wahi sasa umebeba ujumbe gani. Kwa hiyo ile tu furaha ya kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amefurahia kwamba Mwenyezi Mungu hajamwacha na hajamsahau, na wahi ulikuja, yeye tayari akawa mwenye kufurahi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema wadhuha wallayli idha saja. Angalia tu hili neno la kwanza, tunafahamu Allah anaapa kupitia wakati, na huo wakati wa dhuha tumesema ni mwanzo wa mchana, na pia baadhi ya wanavyona wamesema ni mchana wote, na kuanzia asubuhi mpaka jioni yote, si lazima iishie hapo wakati wa dhuhur, kabla dhuhur. Lakini sura ya nyuma Allah alianza kutaja usiku, wallayli idha yaghsha, kisha hii akaanza kuzungumzia pia wadhuha. Ni kama pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kufahamishwa kwamba hii sura imekuja kukufungulia, ni kukuletea mwangaza, nuru katika maisha yako. Wadhuha, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na wakati huu. Tumesema katika fadhila zake kwamba ni wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema salatul awwalin, swala za wale wenye kutubu, wenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni swala gani? Hina tarmudul fisal, pindi pale jua linapozidi, au hina tashtaddu harra, jua linapokuwa kali, wale wenye kumkumbuka Allah kwa haraka wanakuwa ni wenye kuswali hiyo swala. Ni salatu dhuha maarufu, na rakaa zake zinajulikana, na namna ya kuswali pia ni maarufu. Kwa hiyo ni wakati ambao Allah amemchagua katika zile nyakati zake, pia huu wakati wa dhuha una fadhila zake. Na pia imesemekana kwamba ni wakati ambao wachawi hawawezi kufanya kazi zao kwa nguvu kama wanavyofanya usiku, wanakuwa madhaifu. Ndio maana Nabii Allah Musa kwa hikma alipoulizwa na Firaun tukutane siku gani, akasema siku na wakati kabisa, akachagua qala maw'idukum yawmu zina, hiyo siku ya zina ambayo imetafsiriwa na Ashura. Baadhi ya wengine wanasema siku yao tu walikuwa wanakusanyika sokoni wakiimba mashairi na kusikiliza hali za mji unavyoendelea. Kwa hiyo ilikuwa ni siku hiyo. Kwa hiyo akamwambia yaumu zina, kisha akamwambia wa an yakshara nnasu duha, na watu wakusanye kwa wingi wakati wa dhuha, ili mambo yaonekane dhahiri, na pia vile vile wachawi wasipate kufanya mambo yao vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia hii neno la duha linaweza kutumika mtu kama akiota dua,
dhaha fulani fi shams. Kwa hiyo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Adam wakati anamuingiza katika pepo, wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, na wewe katika hiyo pepo hautashikwa na kiu wala hautachomwa sana na jua. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema washamsi wa duhaha, ule mwangaza wake na ule ukali wake. Kwa hiyo inaweza kutafsirika katika namna zote. Kisha aya ya pili Allah subhanahu wa ta'ala akasema wallayli idha saja, hapa tena akaapa na usiku, na usiku unapoingia, ai idha ghatta bibalani, hino unapofunika giza lake, alma'mur, makaazi, wasakana fasakana nas, dunia ikatulia na watu pia wakawa ni wenye kutulia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kusema waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha, na watu wanakuwa wanaingia katika starehe, yaani kujipumzisha miili yao na akili zao. Kwa hiyo wakati mwingine tofauti na ule wakati wa dhuha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaapa nao kupitia. Waqala sahibu al-Muyassar, na akasema mwenye tafsiri wa Muyassar, wa bil-layli, yani Allah anaapa ile wal-layli, maana yake wa bil-layli idha sakana, pindi usiku unapoingia na kutuliza hali, washtadda dhalamu, na vile vile likazidi giza na wakati wa usiku. Hapa kabla ya kuendelea, tuangalie mafunzo ama hikma tunayopata katika Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa na hivi viumbe vyake vikubwa. Katika viumbe vikubwa vya Allah subhanahu wa ta'ala, usiku na mchana. Na leo utazingatia katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sana usiku na mchana, na kila anapotaja hakuna aya ambayo itataja usiku na mchana isipokuwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala atatukumbusha tukumbuke hizo ni neema zake. Yani atazitaja kisha haaji, bali atasema na mfahamu hizo ni neema zangu katika neema hii. Na pia baadhi ya wakati akawa Mungu kutupatia challenge kwamba leo mimi sitawapatia usiku na sitawabadilishia usiku kuwa mchana na mchana kwa usiku. Ni nani mwingine atakayewafanya hivyo? Lau aamue Allah aseme usiku mzima hakuna tena mchana, nani atakayeleta mwangaza wa asubuhi? Na lau Allah ataamua ubakie tu ni mchana bila ya usiku, nani mwingine ambaye ana uwezo wa kuleta usiku? Mwenyezi Mungu amezieleza zote hizi katika Qur'an. Tutataja baadhi ya ayat ili tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini kwetu pindi anapotutajia hizi nyakati, usiku, mchana, asubuhi, wasubhi idha tanaffas, na ziko nyingi hata hazihesabii. Moja katika aya zake Allah asema katika sura al-Isra, waja'alna al-layla, na tukajalia usiku, wan-nahara, na mchana, ayatayn, kwamba ni aya zetu mbili, ni dalili zetu mbili. Kwa hiyo ina maana usiku na mchana ni katika vitu vikubwa vinavyopaswa kumfahamisha mwanadamu kwamba yuko Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nani hapa duniani. Hakuna kampuni tunajua sisi yashughulika na kuendesha mosi, wala kuna kampuni tunajua sisi yashughulika na kupangia jua makali yake na uzito wake. Hakuna, wala hakuna atakayesubutu kujaribu kufanya mambo haya. Sasa lazima tunyanyuze akili zetu juu, nani anayefanya hizi kazi? Ni nani anayefanya giza likaingia? Nani anayefanya mwangaza ukawa mwenye kuingia? Anatuambia Allah kwamba mjue hizi usiku na mchana ni katika dalili zangu mbili kubwa, aya. Kisha sema famahauna ayatal layl, aya ya usiku tukaifuta. Maana yake si kuifuta kwa haiko, tukaifuta maana yake tukaifanya ni giza. Waja'alna ayatan nahar mubsira, na tukajalia mchana ukawa ni kuangaza na watu wanaona na kuwa wanafahamiana, yani wanaonana kwa mwangaza ambao uko mchana. Litabtahu fadlan min rabbikum, katika makusudio yake kwanza tutafute fadla za Allah usiku na mchana. Mchana tutafute katika kazi na usiku tutafute katika kumwabudu. Walita'lamu, na katika makusudio mengine ili mjue pia adada sinina wal hisab, mjue idadi ya miaka na hisabu za siku, na pia mjue matukio, maana yake hisabu matukio. Kama wakati
wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa ilikuwa bado haijaanza kuhesabiwa miaka. Kwa hiyo kile kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kilishikwa ama ulijulikana wakati wake, kwa kuwa ule mwaka ulifahamika kwa tukio lilitokea katika mwaka huo ambao ni tukio la kifo. Kwa hiyo hata ukisoma watoto katika nasari huko katika madrasa ndogo utasikia ulida sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mwaka wa ndogo, kwa sababu ilikuwa ni katika ada, kisha baadaye ndio zikaja tarehe. Kwa hiyo ta'lamu adada sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu. Katika aya nyingine katika sura al-Imran Mwenyezi Mungu anasema inna fi khalqi samawati, hakika katika kuumba mbingu, wal ardh na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kupishana kwa usiku na mchana, la ayatin li ulil albab, ni mazingatio, ni dalili, ni aya kwa wale wenye kuzingatia. Akasema tena katika aya nyingine wa huwa alladhi, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ja'ala al-layla, ni yeye aliyejalia usiku, wan nahara, na mchana, khilfatan, kwamba zinapishana, zenye ikiondoka hii inaingia hii, zinaandamana. Khilfa au khalifa, kama vile kusema khalifa Rasulullah Abu Bakar bin Siddiq alikuwa khalifa, maana yake baada ya kuondoka mtume yeye ndio akafuatia. Kwa hiyo khilfatan. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema liman arada an yadhakkar, kwa yule ambaye kwamba anataka kuzingatia na kukumbuka, au arada shukuru, au mwenye kutaka kushukuru katika neema hizo. Na pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema wa min ayatihi, katika aya zake, manamukum bil-layli wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin lil-'alimin. Zote hizo zinadhihirisha kwamba katika usiku na mchana ni katika dalili kubwa ya Allah. Tunapaswa kumshukuru na hilo, na mtu anapoingiliwa na asubuhi bali kumshukuru, na anapoingiliwa na jioni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumalizia hii aya nyingine tumeshaitafsiri, nitaisoma. Qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un أو أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. kisha akasema wa min rahmatihi, na nyingine mbele. Kwa hiyo usiku na mchana ni katika vitu vikubwa, tunapaswa kumshukuru Allah. Katika aya ya 3 Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baada ya kumwambia ile fadhila ya usiku na mchana akamwambia ma tarakaka wala takhalla an wa ma abghadaka, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajakuacha wala hajajitenga na wewe wala hajakuchukia wala hajakukasirikia. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Na imekuja katika tafsiri al-Mukhtasar kuelezea sahibu al-kitab, ma tarakaka ayyuha ar-rasul rabbuk, mola wako hajakuacha ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma abghadak, na wala hajakuchukia, kama yaqulu al-mushrikun lamma fatara Allah, kama vile walikuwa wakisema mushrikun pindi ilipopotea wahi kwa Mungu. Kwa hiyo hii aya tayari ikawa ni yenye kumthibitisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye, anamwangalia, anampangia mambo yake vizuri. Kwa hiyo asiwe na shaka. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 4 akaendelea kumwambia walal akhiratu khairun laka min al-ula, na wala akhira, na kwamba hii ni kama lamu lilqasr, maana akhira kwako wewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko ya kwanza au kuliko iliyotangulia, maana yake dunia. Kwa hiyo hapa katika tafsiri Al-Muyassar asema wad-darul akhirah, na dar na nyumba ya baadaye, nyumba ya akhirah, nyumba ya mwisho, khairun laka min hadha ad-dar, ni bora kwako wewe Rasulullah kuliko hii dunia ambayo uko sasa. Na hapa ndipo watu wengi tumeshindwa kufahamu. Yaani hii dunia yote tunapoona hii, watu wameshindwa kufahamu hili. Hata Waislamu tu
bado hatujafahamu kwamba akhira ni bora kuliko hii dunia. Na lau yaani tumefahamu kiimani tumeelewa, lakini katika kuiletea kazi na kuwa mtu akaiacha hii dunia kama vile alivyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo gumu katika nafsi. Kwa hapa katika kitabu asema Imam Saadi, walihadha kana azhadu nnasi fi dunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia kuliko watu wote, yaani alikuwa hana haja nayo, mpaka siku Umar radhiallahu anhu aenda kumuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia kwamba lau tukuombee ama ungemwomba Mungu wako akakujalia basi ukawa una mito ama zile malazi mazuri kama vile ambavyo wanalala wafalme wa Fars na Rum, na wewe ungemwomba Mola wako akakujalia hivi, ni jambo dogo, malazi mazuri. Hakuna mtu ambaye anasema mimi sitaki kulala vizuri, kila mtu atakalala mahali pazuri. Kwa hiyo amwambia ungemwomba Mola wako akakujalia malazi mazuri kama vile walivyojaliwa wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika na akamwambia, ama tarda an takuna lahum dunya wala na al-akhirah, wewe huridhii ama haikutoshi wewe kwamba wao wawe na hiyo dunia alafu sisi tuwe na akhirah? Hilo halikutoshi? Kwa maana hata Umar pia ilikuwa hii aya kama alikuwa anaghafilika nayo ama ilikuwa anajua, lakini alimuonea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyo, kumwona mtu aliyetosheka na dunia, mara nyingi wewe mwenyewe unaweza kumuonea huruma ile anaishi, lakini yeye habari hana, ameridhika, amekinana, ametosheka. Kwa sababu gani? Amefahamu kwamba haya maisha ni ya kupita, na ni wachache ambao Allah amewapatia fadhila hii. Tumuombe Allah atujalie katika hawa, ili tuishi kwa amani na furaha, kwa sababu mtu ambaye atakuwa bado hajakinai nafsi yake katika hii dunia hawezi kuishi na amani, kwa sababu amani yenyewe inaanza kupatikana pale mtu anapokuwa ametosheka na hii dunia. Kama itakuwa ni fungu lako katika khairu, Mwenyezi Mungu anakuandikia, hakuna shida kutumia. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Lakini hii ni imani ambayo lazima kila mtu awe nayo. Yale mambo ambayo sio ya muhimu zaidi, yaani starehe ambazo si za muhimu, mtu ni bora akaziacha, kwa sababu zinapelekea katika kupitisha mipaka. Na Allah sema inna Allah la yuhibbul farihin, na akasema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Kwa hiyo Allah amfahamisha mtume wake kumwambia, usidhani nimekuacha au nimekuchukua, lakini pia ufahamu kwamba huku kukuacha katika hii dunia ni mitihani, lakini wewe sio maisha ambayo wapaswa kuyafurahia haya, bali unayo maisha ambayo nimekupangia mazuri zaidi. Hayo ndio maisha yako ambayo wewe utakwenda kuyafurahia. Elezea Ibn Abbas asema, urida ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alionyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma huwa maftuhun ala ummati, yale ambayo watafunguliwa umma wake katika fadhila za hapa duniani, min ba'di, baada ya kuondoka yeye. Fasurra bidhalik, akawa ni mwenye kufurahishwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, wala al-akhiratu khairun laka. Sasa hayo hivyo ulivyofurahi kwa haya ambayo tumekuonyesha ya dunia kwa utakayokuja kuyapata umma wako baada yako, basi fahamu kwamba hiyo si bora kuliko akhira kwako wewe na umma wako. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Katika aqwali ziko kauli mbili, moja yasema khairun laka mimma a'jabaka fi dunya, ndio ambayo tumepata katika hii kauli, ni bora akhira kwako kuliko yale yaliyo kushangaza na kukufurahisha hapa duniani. Ndio ona Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anamhusia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumhimiza na kumkariria katika baadhi ya ayati, au ni mwenye kutoa jicho lake katika zile starehe walizopewa na Shetani, kwa sababu leo kila angekuwa ni mwenye kuziangalia na kuzitamani, Mwenyezi Mungu asingeshindwa kumpatia, angempatia kwa sababu yeye ni kipenzi chake, lakini anajua ingekuwa sio faida kwake. Ndio maana akawa ni mwenye kupendelea abakie hivi,
baadhi ya ayati Allah subhanahu wa ta'ala anambia wasbir nafsak, subiri nafsi yako, maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, na wale ambao kwamba wanamuomba Mola wao usiku na jioni, mchana, asubuhi, yani wakati wote wanamuomba Allah. Yuriduna wajha, hawafanyi hivyo isipokuwa wanataka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii ilishukishwa wakati Makuraishi wamekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, wewe wamekupata watu wa hali ya dini, lau kama utawaacha ukakaa na sisi watu watukufu, watu wa izza, basi sisi tutakusikiza, tutakubali, lakini sisi hatuwezi kukusanyika na hawa watu ambao washakuamini na watu wa hali duni, hatuwezi kukaa. Ndio Allah amwambia wala ta'du aynaka anhu turidu zinata alhayati, kisha akamwambia wala tuti', wala usimtii mtu yoyote katika hao waliokuja, kama vile alivyomwambia kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, na amwambia wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, kisha sema alhaqqu min rabbikum, mimi nawaletea haki kutoka kwa Mungu, faman shaa falyu'min, anayetaka aamini, waman shaa falyakfur, na ambaye akitaka pia akufuru, lakini mimi kazi yangu ni kuwafikishia. Kwa hiyo wale Makuraish wakawa ni wenye kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anashafahamu kwamba hii dunia si kitu, na Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia pia asiwe mwenye kumtaka. Na katika aya nyingine anamwambia wala tamuddanna ainaika, wala usikodoe macho yako, ila ma matta'na bihi, kwa yale ambayo tumewapatia wao kwa kuwatamataisha na kuwafurahisha katika hii dunia, yani makafiri na watu wao, azwajan minhum zaharat alhayati dunya linaftinahum fihi, kisha akamwambia wa rizqu rabbika khairun wa abqa, na riziki ya Allah ambayo amekupangia wewe ndio bora na yenye kubaki, maana yake akhira. Kisha akamwambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Almuhim tufahamu na tuweke katika fikra zetu kwamba yale yatakayokuwa matamu maisha ya dunia, lakini maisha ya kesho akhira ndio bora. Ndio katika baadhi ya ayati tunakwenda kulipata hili, wanadamu wanapokwenda mbele za Allah na wakaona zile hali zilikuwa nzito, na mtu atasema wajia yaumaidhin bijahannam yaumaidhin yatadhakkaru insanu wa anna lahu dhikra. Neno la kwanza atakalosema yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati, laiti ole wangu mimi ningetanguliza ama ningemfanyia kwa maisha haya yangu, kwa maisha yangu. Maana yake ameshafahamu kwamba yale yalikuwa duniani yalikuwa si maisha ya ukweli, ilikuwa ni temporary, tuko tu mtihani, lakini kwa maisha ya hakika, maisha ya ukweli baada ya dunia ambayo ni akhira. Nasema yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Kwa hiyo akhira itabakia kuwa ni jambo muhimu sana Muislamu awe ndio matarajio yake, na dunia isiwe ni katika matarajio yake. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake walal akhiratu khairun laka min al-ula, ay anna manzilatuka fil akhirah, na mashukio yako ya akhira a'zamu min manzilatika fid dunya, ni makubwa na ni matukufu kuliko hata manzila yako katika hii dunia. Tuache zile neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake katika neema za peponi. Tuangalie tu hii kwamba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna watu kuugua. Weka tu hiyo katika fikra. Wacha mito, hurul ain, sijui hiki na kile, nyama za ndege na mengine yote, miti, matunda, mito ya asali, maji matamu, pia yamechanganywa na zanjabili, yamechanganywa na salsabil, zote hizo changanya, weka kando. Chukua tu hii moja tu, katika pepo watu hawaui, watu wataishi kwa afya kila siku huko mzima. Ndio hapo utafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akisema wal akhiratu khairun laka min al-ula, napaswa tuzingatie, tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia tu mazuri na hakuna baya ambalo litamfikia mwanadamu isipokuwa kwa yeye mwenyewe kutaka kwake. Wal akhiratu khairun laka min al-ula. Kisha aya ambayo tutamalizia leo, aya 5,
Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, baada ya kumwambia kwamba maisha ya akhira ni mazuri na haja kusahau Mola wako, kisha akamwambia atakupatia Mola wako mpaka urudie. Imam Saadi katika kitabu chake anasema wa hadhihi al-aya, na hii aya hii la yumkin at-ta'bir bi ghairi, hauwezi kuitafsiri kwa maneno mengine yoyote, bighairihi min al-ibara ash-shamila illa nafsu, yani hauwezi kuitafsiri hii aya kwa kuwa utaitafutia maana nyingi, ni tafsiri hiyo umeitosheleza, hii yenyewe hajitosheleza. Maanake fadhila atakazopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii aya aliyoahidiwa ni nyingi kuliko hata fikra zako. Ndio Imam Saadi yasema wa hadhihi al-aya la yumkin at-ta'bir anha bihadhihi al-ibarat ash-shamila illa nafsu, isipokuwa hiyo yenyewe ndio inaweza kutafsiri. Katika Al-Mukhtasar asema wala sawfa yu'tika rabbuk min ath-thawabi al-jazil, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakupatia katika thawabu nyingi zisizokuwa na kikomo, na hii lam ni ya kuwapa na ya kutilia mkazo, wala sawfa. Na katika kutafsiri wanavyona sema qad a'taytuka, kwanza nishakupatia tayari. Maanake baada ya hii tu anaanza kumtajia alam yajidka hivi, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna, zote hizi akamtajia. Kwa hiyo tayari Allah ashampatia, kisha mwambie na nitakupa tena, wala budda sa'utik wala ziltu sa'utik, na bado nitakupatia hatta tarda, mpaka uridhike. Angalia tofauti vile nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah. Nabii Allah Musa amwambia Mwenyezi Mungu wama a'jalaka an qawmika, amwambia Allah wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, yeye ndio alikimbilia kwa Allah, akaenda kumwambia Allah nimefanya haraka kuja kwako ili uridhike. Lakini hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu anamwambia nitakuridhisha, nitakufanya uridhike. Wala sawfa yu'tika rabbuka min ath-thawabi al-jazil lak, kwako wewe nitakupatia, wali ummatik, na umma wako, hatta tarda, mpaka uridhie, bima a'taka, kwa kile ambacho Allah anakupatia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa a'ta ummaka, na akawapatia umma wako. Mwenyezi Mungu atakupa mpaka utaridhika. Angalia katika dunia kitu alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kikubwa ni kule kupewa ile fadhila na kwa yeye ndo khatamun nabiyyin. Hii tayari imemaliza hapa, yani ni karam ya juu zaidi kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua na kumfanya yeye ndio nabii wa umma wa mwisho. Hakuna nabii baada yake, na manabii wote waliotangulia wanafaa kuwa chini ya sheria yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wa imamul mursalin, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin. Katika safari yake ya Isra wal Mi'raj akawa ni mwenye kuwaswalisha wale nabii wote, na kila nabii kawa anamtamania, anatamani leo yeye angekuwa katika ile nafasi. Bali Musa akasema natamani ningekuwa ni mtu tu katika watu katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kule kumpatia Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, na kwamba hii ndio uongofu, akaichelewesha ile Qur'an akaiweka kwa kitabu cha mwisho. Mwenyezi Mungu alijua tayari kwamba hiki ni kitabu kitukufu zaidi kuliko vingine vyote, kwa hiyo akamwekea yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii tayari huwa imetosha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatia, lakini hatufai kusema hii aya imetoshea tu katika fadhila za dunia, bali kwa sisi pia tumekosea katika tafsiri. Hii aya ni lazima iingie katika fadhila za akhira, na ndio inapata maana kamili. Katika hadithi maarufu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika umma huu, umma wake wote wataingia peponi. Hii ni katika fadhila ya mwisho
au katika fadhila kubwa ambazo pia Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume alikuwa amekaa akiwa na huzuni. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtuma Jibril, akamwambia idhhab ila Muhammad ila abdi, nenda kwa mja wangu Muhammad umuulize kitu gani ambacho ampatia yeye huzuni, wa ana a'lam, na mimi najua tayari ana nini, lakini nenda kwa mtume. Jibril alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ana hamu juu ya umma wake. Kuna watu wataingia katika adhabu ya Allah, wako katika umma wake anawaonea huruma na anawatakia. Kwa hiyo imesimuliwa katika hadithi na katika wanavyuoni wanasema la yarda Muhammad, hata ridhia Muhammad illa idha dakhala kullu muslimin janna, isipokuwa kuridhika kwake ni pale ambapo watakuwa wameingia Waislamu wote peponi. Malaika watakuwa wanatumwa kwenda motoni kutoa watu wale ambao walikuwa ni wema na wametenda mazuri, na wale ambao waliamini, na wale ambao walitamka tu shahada. Mwisho malaika wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwambia ya Rabb, lam najid inda hadha illa la ilaha, hatujapata kwa huyu mja wako amali nyingine yoyote aliyotanguliza isipokuwa tu neno la ilaha illa. Huyu hana lingine, huyu hana swala, hana chochote, basi aliwahi tu kusilimu, basi alichonacho yeye ni ile imani ya kuamini la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atasema kuambia malaika udkhuluhu bi la ilaha illa, muingizeni kwa hiyo la ilaha illa Allah, wala nurdiyanna Muhammadan illa abdi, na tutamridhisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba muingizeni ili yani muingizeni huyu hata kama hana amali za zaidi, alichonacho ni la ilaha illa Allah, muingizeni. Sababu ni gani? Ili mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini? Aridhike. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anambia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Na Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wako atakwenda kukupatia mpaka utaridhika, si katika neema za dunia wala si katika neema za akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna atakayekuja kuwa juu yake, na hakuna mwingine atakayethubutu kukaribia tu kile cheo chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna atakayekwenda kuomba shafaa mbele za Allah siku ya Kiyama isipokuwa yeye, na hakuna mtume ambaye umma wake wengi wataingia katika pepo isipokuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mtume wake. Ndio anamwambia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Katika aqwali hapa zimekuja kauli mbili, yu'tika an-nasr fi dunya, atakupatia nasr katika dunia, wa yu'tika al-manzila fi al-akhirah, na atakupatia manzila nzuri kesho akhira kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa kumalizia, tusirefushe sana, hizi zinatosha kwa leo. Je, hizi ayat ni zake Mtume sallallahu alaihi wasallam khas am lilmu'minina? Takuwa zinamzungumzia yeye peke yake ama zinazungumzia waumini wote kwa ujumla? Jawabu ni kwamba hizi ayat zinazokuja kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko katika mafungu mawili, ziko za am na ziko za khas. Kuna ambazo zinazungumzia Mtume akikusudia watu wote, kama wa minal layli fatahajjad bihi nafila kum faanzir. Hizi anaambiwa Mtume, lakini sote hii ni wajibu kwetu sisi, tutazipata. Na mengine mengi ambazo zilikuwa zinamhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya katika mambo mazuri, pia sisi tutaingia. Lakini kama hii ya ahadi, na hii inazungumziwa hasa na kisa kilitokea, na ndio maana ikashuka hii, kwa sababu kwa hiyo hii ni hasa ni yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Lakini wanaviona wanasema, wewe kama Muislamu upaswe kujitenga na fadhila hizi ayati, yani unachukulia kama kielelezo, qudwatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala alimkarimu mtume wake na kumbashiria na kumwambia maneno haya, basi pia mimi anaweza kumfanyia kwa huruma zake. Lakini hizi ayat hazini za watu wote, kwa sababu hii wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tayari inaonyesha kwamba ni fadhila ambayo sisi hatuwezi kufikia. Kwa hiyo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam khas, sio watu wote, bali kinachopaswa kwetu sisi ni tutake fadhila zile alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tujiigize nazo
ili tuweze kupata katika hizo fadhila hata kama ni kidogo au ni nusu yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Kumalizia au kuweka kikomo ni kwamba sura hii tumesema inazungumzia kubashiriwa mtume na kuwakanusha makafiri na kueleza fadhila alizoandaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia vile kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ashukuru kwa yale aliyopewa na Allah na awe mpole kwa mayatima na wale watu ambao ni mahitaji. Kwa hiyo duha, Mwenyezi Mungu anaapa na wakati huu wa duha ni wakati mtukufu. Wal-layli idha saja, pia akaapa kwa wakati wa usiku. Tumesema kuna neema na kuna mazingatio makubwa katika hizi ayati zinazozungumzia nyakati, kwamba ni jambo ambalo analifanya peke yake Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna mwingine anayeweza kulifanya. Kisha aya inayofuata Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake hajakuacha, hajakusahau wala hajakutenga, bali yuko na wewe, lakini akhera kwako ni bora kuliko maisha ya dunia, ndiyo maisha yatakayobaki na ya dunia ni yenye kuisha. Na akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nitakupatia katika fadhila zangu, katika neema zangu, katika ukarimu wangu, katika huruma zangu, mpaka wewe mwenyewe utaridhia, yaani utakuwa radhi kwa yale ambayo nikupatia. Duniani hakuna mtu anaweza kumridhisha mwanadamu, utamfanyia chochote, lakini mwisho itakuwa ni ile binadamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio unaweza kumridhisha, na yeye ndio ana uwezo peke yake wa kuturudisha sisi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe wenye kusikiliza haya na kuyaweka katika fahamu zetu na kuyafanyia kazi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.